Kikao chetu cha leo ni kikao cha Shura ya Maimamu Tanzania, na tumepanga kuongea na vyombo vya habari kwa lengo la kutoa taarifa ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2029. Shura ya Maimamu ni taasisi kongwe ya Kiislamu ambayo katika majukumu yake, moja ya majukumu yake ni kushughulika pia na masuala ya kisiasa hapa nchini, na imekuwa ikifanya au ikitekeleza majukumu hayo kwa muda mrefu. Katika uchaguzi huu wa mwaka huu 2025, Shura ya Maimamu Tanzania, kamati kuu ya siasa, iliweka waangalizi wa uchaguzi na wameshiriki katika maeneo kadhaa hapa nchini. Kwa hivyo leo wanatoa taarifa ya uangalizi ambayo inatokana na uchaguzi huu uliopita. Taarifa yetu itagusia maeneo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kisiasa, hasa katika uchaguzi huu, na tutaeleza yale ambayo yaliyojiri katika maeneo mbalimbali ya kisiasa katika uchaguzi huu. Lakini hatimaye pia tutakuwa tuna tamko la Shura ya Maimamu kuhusiana na uchaguzi huu wa mwaka 2025. Eneo la kwanza ambalo tunazungumzia kile ambacho waangalizi walichoanza nacho kuangalia katika uchaguzi huu, kwa maana ile ya eneo kubwa la kisiasa. Kwanza kabisa ni swala la daftari la wapiga kura. Daftari la wapiga kura ni kitabu ambacho kinaorodhesha Watanzania ambao ndio hatimaye huwa wanafanya maamuzi ya kupatia watu uongozi wa nchi. Kwa mujibu kuchukua nafasi za uongozi wa taifa. Kile ambacho tulichokiangalia au Shura walichokiangalia katika chombo hiki muhimu, daftari la wapiga kura, ni swala zima la uboreshaji wa daftari la wapiga kura. Daftari hili kwa mujibu wa sheria linatakiwa lifanyiwe uboreshaji, yani kulipitia mara mbili kati ya kipindi cha uchaguzi mpaka uchaguzi mwingine. Na lengo kubwa la kupitia daftari la wapiga kura ni kuangalia mambo kama manne hivi kwa ajili ya kuboresha. Kwanza kabisa huwa ni kuongeza wapiga kura wapya, kwa sababu katika awamu iliyopita kuna watu umri wao ulikuwa mdogo, hawa wanaingizwa, na kuna wale ambao hawakujiandikisha katika uchaguzi uliopita na wanaongezwa pia. Kwa hivyo lengo la kuboresha ni kuongeza wapiga kura wapya. Lengo la pili ni kuondoa majina ya watu ambao wamefariki katika kipindi cha uchaguzi mpaka kipindi cha uchaguzi mwingine. Huwa kuna watu wengi sana wanakuwa wamefariki. Na lingine huwa ni kuondoa majina yaliyojirudia mara mbili. Hili ni moja katika matatizo ambayo yako katika daftari la wapiga kura. Na lingine huwa ni watu waliohama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Mara nyingi imegundulika kwamba watu hawa huwa wanatambuliwa pale walipokuwa wanaishi, lakini kule wakohamia pia wanakuwa wanatambuliwa vile vile. Lakini lingine huwa ni majina hewa ambayo huwa yameingizwa katika daftari la kupiga kura. Kwa hivyo lengo la kupitia daftari la kupiga kura ni kuboresha daftari la kupiga kura ili waweze kuwepo wanakura halali na kwa idadi ile ambayo ni sawasawa kwa wale waliojiandikisha. Taarifa yetu inaonyesha kwamba daftari la kupiga kura upitiaji haukuwa mzuri na bado lina matatizo makubwa haya ambayo tuliyoeleza. Eneo la pili ambalo kama watu ambao tulishiriki kufanya uchunguzi ilikuwa ni swala la chaguzi za ndani ya vyama. Katika chaguzi za ndani ya vyama, demokrasi ilikuwa inatofautiana kati ya vyama. Katika vyama vidogo inaonekana angalau demokrasi ilikuwa kubwa katika chaguzi za wabunge, madiwani mpaka urais vile vile. Lakini katika chama kikubwa, chama tawala, kulikuwa kuna tatizo kubwa.
hasa katika nafasi ya mgombea urais, ambapo inaonekana kwamba kamati kuu ilibadilisha utaratibu wa katiba na matokeo yake ikawa hana mpinzani katika nafasi ile, na jambo ambalo lilileta mgogoro mkubwa sana. Lakini pia waliweza kubadilisha vifungu vya katiba ili kukidhi matakwa ya wakubwa, na yaliweza kubadilisha yale matokeo ya wapiga kura wao. Hili ni eneo ambalo linaonekana kwamba lilikuwa na matatizo au linatofautiana kati ya vyama na vyama. Eneo lingine ambalo tuliangalia ni swala la usajili wa mawakala. Hawa ni watu muhimu sana, lakini eneo hili pia tumegundua kwamba lina matatizo makubwa sana katika swala zima la uandikishaji wa mawakala, lakini swala la viapo, lakini swala vile vile la kutambuliwa mawakala pale ambapo wanapokwenda katika vituo vya kupiga kura. Lakini jambo lingine la msingi ambalo tulijaribu kuliangalia ni kampeni za uchaguzi. Kampeni za uchaguzi za mwaka huu zilikuwa sio bora sana, kwa sababu wananchi wengi inaonekana kwamba walikuwa morali wao wa kushiriki siasa ulikuwa umeshuka sana, kiasi kwamba ile mikutano ya kampeni ya vyama vyote haikupata ule msisimko mkubwa wala idadi kubwa ya watu. Chama tawala kwa sababu kilikusanya fedha nyingi sana, kwa sababu chenyewe kabla ya wakati wa kampeni walianza wachangisha fedha matajiri hela nyingi sana. Kwa hivyo kilikuwa chama ambacho kimeingia kwenye kampeni hali ilikuwa kiwa na fedha nyingi sana. Kwa sababu ya ule utajiri walikuwa nao, wao walilazimika kuitengeneza mikutano yao kwa kubeba wapiga kura. Na eneo mojawapo ambalo wamelitumia sana ni eneo la shule, wakichukua wanafunzi wengi kutoka katika mashule kwa magari kukodi na kuwapeleka kwenye mikutano ya kupiga siasa. Lakini vile vile hotuba katika kampeni hazikuwa na mvuto mkubwa sana, hasa katika hotuba za chama tawala, kwa sababu walikuwa hawana mambo mapya zaidi ya zile ahadi ambazo walizokuwa wamezitoa katika miaka ya nyuma, ambazo nyingi zilikuwa hazikutekelezeka. Lakini upande wa vyama vya upinzani, wao walifanya kampeni ya kuwatembelea, kampeni ya nyumba kwa nyumba ya kuwafikia wapiga kura, na huko walikutana na maswali mengi sana, walikutana na matatizo mengi ambayo waliyasikia kutoka kwa wapiga kura. Wengi walijaribu kulalamikia baadhi ya mambo ambayo miongoni mwa hayo ni yale ambayo ni majukumu ya serikali lakini wanapewa wao. Kwa mfano swala la kuzoa taka ambalo sasa hivi limefanywa kwamba ni jukumu la wananchi na wanatozwa fedha. Swala la ulinzi pia wananchi wanatozwa fedha vile vile, lakini walilalamikia ahadi nyingi ambazo zimetolewa kwa nyuma. Kwa mfano ahadi ya mama kujifungua bila kulipa malipo akiwa hospitali, lakini haitekelezeki. Matibabu kwa mtoto na mzee bila kulipa gharama halitekelezeki. Vile vile elimu katika mazingira magumu sana. Kwa hivyo walipokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wapiga kura. Kwa kifupi, kampeni zilikuwa na sura hiyo za kisiasa. Baada ya kampeni tuliingia kwenye swala la upigaji kura. Upigaji kura ulianza Oktoba 29. Kitu ambacho kilichoonekana katika kampeni, kwanza kabisa kulikuwa na swala zima la kuwazuia mawakala wa vyama vya upinzani kuingia katika vituo vya kupiga kura, lakini mawakala wa chama tawala waliruhusiwa kuingia katika vituo vya kupiga kura, na hiyo ilitoa nafasi sana ya kuingizwa kura feki katika yale maboksi ya kupiga kura. Kwa hivyo mawakala walizuiliwa, na hata pale ambapo walipolalamika, lakini bado waliruhusiwa kuingia hali ya kuwa hawatambuliwi. Lakini kulikuwa kuna hali ya upendeleo vile vile kwa watu wa tume, ambapo kwa mfano kuna baadhi ya maeneo walikuja watu kupiga kura wakiwa hawana vile vipande vya kura, lakini walikuja hali ya kuwa wana barua ya utambulisho wa Chama cha Mapinduzi na wakaruhusiwa kupiga kura. Wakati tukiendelea kwenye zoezi la upigaji kura, waangalizi wakiangalia hiyo hali, kulitokea maandamano makubwa yalifanyika katika maeneo mbalimbali, na yalileta athari kubwa, kwa sababu kuna maeneo ambayo tunaweza kusema kama uchaguzi haukufanyika kabisa. Maeneo kama ya Ubungo, maeneo kama ya Kinondoni, huko ni eneo ambalo liliathiriwa kwa kiasi kikubwa sana na yale maandamano. Lakini pia kulikuwa na swala la mauaji, watu wengi inaonekana wameuawa katika siku ile ya maandamano. Na swala la watu ambao walijitokeza katika upigaji kura, walikuwa watu wachache mno. Katika baadhi ya vituo ambavyo wapigaji kura
upigaji kura ulifungwa saa 10, lakini wasimamizi wa uchaguzi wakachukua maboksi ya uchaguzi wakaondoka nayo. Pamoja na hayo, lakini kuna baadhi ya vituo ambavyo vilivyoanza kuhesabu kura. Katika vile vituo ambavyo viliweza kuhesabu kura, lakini baadaye hawakufika mwisho, nao pia yale maboksi wasimamizi wakayabeba wakaondoka nayo. Katika vile vituo, baadhi ya mawakala waliwahi kuchukua zile hati za majumuisho, na waangalizi wa shura ya maimamu waliziona hati 4 za majumuisho ambazo zilikuwa na sura ifuatayo. Moja ilikuwa ni ya kituo cha Lumo Sekondari B4. Waliojiandikisha walikuwa ni watu 372, lakini waliopiga kura walikuwa ni 21. Na kituo cha pili kilikuwa ni kituo cha Lumo Sekondari A4. Waliojiandikisha walikuwa ni 429, lakini waliopiga kura walikuwa 34. Na kituo cha tatu kilikuwa ni Lumo Sekondari A5. Waliojiandikisha walikuwa ni 422, waliopiga kura walikuwa ni 14. Na kituo cha 4 waliojiandikisha walikuwa ni Lumo Sekondari CA. Waliojiandikisha walikuwa 423, waliopiga kura walikuwa 23. Kwa hivyo unaweza ukaona kwa kiwango gani wapiga kura walikuwa wachache sana katika maeneo ya kupiga kura. Kwa hivyo uchaguzi wa safari hii au uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa ni uchaguzi ambao ulikuwa na mwitikio mdogo sana ukiangalia katika ile hali halisi inayotokana na nyaraka, lakini yale ambayo watu tumeshuhudia kwa macho vile.